Karibu Tabora, karibu Toronto. Kuna vitu tunaangalia unapoelekea ujanani, kwamba huyu anakuwa au vipi. Kuna vitu lazima tujue kwamba huyu sasa ni kijana au bado mtoto, au pengine ana matatizo ya kiakili. Bwana asifiwe sana. Eneo la kwanza au namba moja huwa ni utambuzi. Kama kijana lazima ajitambue yeye ni nani katika jamii, katikati ya watu. Yeye ni nani? Yeye anatoka wapi? Ni kijana wa kike au wa kiume? Lazima ajitambue. Unapojiangalia kabisa unajua mimi ni binti, mimi ni mdada, si ndivyo? Lazima ujitambue. Lakini eneo la pili, ukomavu kiakili, unaanza kuonekana kwamba umekomaa au unakomaa. Maturity, mature. Kijana lazima aanze kuonekana kuwa anaanza kukomaa, anakuwa. Na kama hakuna hivyo viashiria, kama hilo jambo la pili bado linaonekana kwako, kuna shida. Jambo la tatu, namna ya kuangalia au kukutana na changamoto na kukabiliana nazo. Unapokutana na mambo mbalimbali ambayo pengine yanakuzidi uwezo, ndani ya uwezo au chini ya uwezo, unakuwa na uwezo wa kukabiliana nayo au kutatua hizo changamoto. Probably kwa 85%, 100% inawezekana. Kwa kama kijana kuna sehemu inafika hatua, lazima uweze kuwa na akili, uwezo, nguvu za kuanza kuchanganua au kukabiliana na changamoto unazokutana nazo. Kwa sababu unakuwa sasa. Unapokuwa lazima ukutane na mambo kama haya. Na ndio maana nilisema angalia sana habari ya Isaka na Rebeka kabla tufika kwenye ndoa. Isaka anaonekana anapokuwa anamhoji baba yake, mbona umebeba hichi na hichi? Huyu kondoo yuko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Sura 22 Mwanzo. Alimhoji, akamuuliza, naona unacho hichi, hiki unacho, lakini kuna kitu kina miss. Hapa panaanza kuonekana kuwa wewe sasa ni mtu unakuwa. Unapohoji, unapouliza, baba hiki ni kitu gani? Kama bado hujafikia kwenye hiyo hatua ya kuanza kuona hivyo vitu vichache ambavyo nimekutajia, nataka nikwambie hivi, bado wewe ni mtoto. Kwa lazima kijana ajitambue. Kujitambua lazima ujue thamani yako. Ujue thamani yako, wewe ni nani? Unatakiwa kuonekanaje mbele za watu? Unabebekaje? Unapozungumza watu wanakusikiliza au hawakusikilizi? Hapo unajipima. Kama kijana lazima uonekane. Na ndiyo maana ukienda mashuleni, vioni, vijana wanaonekana, wanasema huyu ni mahiri katika eneo hili. Bwana asifiwe sana. Huyu ni kiongozi, tunashamuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukija kanisani, wanajua huyu ni mwimbaji. Anajua kile anachokifanya. Amen. Anajua nafasi yake. Anajua wajibu wake. Sasa kuna wengine wanajitambua uzeeni. Mtu ana miaka 40 kunaanza kushuka. Kumbe mimi najua kuimba. Wewe ni mwenzetu jamani. Na ninyongeza hivi, kijana lazima atambue fursa na aitumie hasa akiipata. Kama kijana lazima uitambue fursa. Kwamba hii ni nafasi. It's a good opportunity, chance for me. Let me do this and this and this. Hallelujah. Kama uoni hayo, anza kuomba kuanzia leo. Ili mwisho wa semina hii ujue kwamba mimi ni nani, natakiwa kufanyaje, wapi. Kama kijana sio kujitambua tu, shiriki katika nyanja tofauti tofauti, ujifunze na uwafundishe wengine. Ndivyo tunavyokuwa. Huwezi kujifunza peke yako. Lazima uambie watu wengine waone kile ambacho unacho, na usikie watu wengine wakikwambia nini wewe unafanya. Amina. Onesha uwezo wako. Jipambanue katikati ya jamii. Tungeweza kusema kama wale bodaboda sasa, jiachie, onesha speed ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Tuone wewe ni speed ya jet au ya punda. Haleluya. Kuna watu wengine hapa haijulikani speed zao ni ngapi. Wapo tu. Kwenye maombi 2%, kwenye ibada 0.5%, kwenye neno la Mungu ni 0. Ukimuuliza mistari 2-3 haijui. Na ngoja niulize, katika semina hii bahati nzuri vijana viongozi wetu wametuandalia neno ambalo linatuongoza. Kama kijana ufanye nini? Niulize mmoja, neno hilo linatoka wapi na linasemaje? Kwa nini ujikubali? Kwa nini utambue thamani yako? Kwa nini? Kijana jikubali kwa sababu una mchango mkubwa katika kanisa, katika jamii inayokuzunguka,
na wewe ni rasilimali muhimu sana. Hujui hicho? Wewe ni wa muhimu sana. Jamii inakutegemea, kanisa inakutegemea, na familia tarajiwa inakutegemea, labda kama huna mpango wa kuoa au kuolewa. Lakini kama una mpango, una nia, aisee, lazima mimi nataka nikwambie, lazima tu. Unamwona hapa ndugu yetu hapa anahangaika. Unafikiri kwa akili yake fulani hivi amekaa tu akaja tu kufanya hizi kazi? Kuna kitu kimemsukuma, kuna kitu kipo ndani ya moyo wake. Haoni hofu, hana oga, hana wasiwasi, anafanya kwa kupenda, kwa sababu ni kile kitu amependa kutoka moyoni na ameamua kufanya, na jamii inajua anafanya nini. Ila kuna wengine sasa, mwanaume ana mwezi anajifungia ndani, anapigia mtu simu, mwanaume anasema ufanye 10,000 basi. Huyo kijana ana miaka 35, anaomba teni, anaomba dasi. Bwana asifiwe. Naongea na vijana, naongea na vijana. Wanaume mpo? Bwana asifiwe sana. Sasa kama una miaka 35, 36, unaomba teni kwa mshikaji, mimi nikikupa na liba, rafiki yangu, nikikopesha hiyo na liba, sikuachi salama, kwa sababu mwanaume ameumbwa kuwajibika, na maandiko yamesema atakula kwa jasho, atatumia nguvu, atatumia akili, kwa vyovyote vile atakula kwa jasho. Sasa kama unataka tu kwa taratibu hivi, nani akupe? Mimi nikikopesha teni yangu nalipa kwa liba, kama kwa siku, kwa mwezi na kadhalika. Na ndio maana kuna siku nilisema hii ni shida ambayo imefika hatua vijana wanakosa pesa, wazee ndio wanakuwa na pesa. Unajiuliza kwa nini? Wanarudi nyuma tu mdogo mdogo. Sasa hawa baba tunaotarajia baadaye, wazee tunawapeleka wapi Jeremia? Tuamshe tu hapa mchango wa 10 hapa utaona. Karibu Tabora, karibu Toronto.